Usiku wa Beirut ulikuwa na harufu ya bahari, kahawa na historia. Miji ya Kiarabu iligeuza macho yake yote kuelekea jiji hilo, ambako mamia ya watu walikusanyika katika ukumbi wa kifahari wa hoteli ya Phoenicia kwa ajili ya mkutano wa 34 wa kitaifa wa Kiarabu. Mkutano uliogeuka kuwa uwanja wa maneno mazito kuliko risasi. Ndani ya ukumbi huo wenye mapambano ya dhahabu na taa za kioo ziling'aa juu ya vichwa vya wageni, alisimama mtu mmoja ambaye sauti yake imezoeleka katika vikao vya upinzani. Ammar al-Mousawi, mkuu wa mambo ya kimataifa na ya Kiarabu wa Hezbollah, alionekana mtulivu kwa nje, lakini ndani yake kulikuwa na moto wa ujasiri na hisia za kizalendo ambazo zilijaza hewa nzima. Maneno yenye ujasiri na yaliyotetemesha ukumbi huo. Alisikika akisema, hatukuwahi kujuta operesheni zetu za kuunga mkono Gaza, na tulifanya hivyo kwa sababu tunaamini si katika siasa bali katika uhalali na usahihi wa jambo hili. Mwisho wa kunukuu. Ukumbi mzima ukanyamaza na kamera zikapiga picha bila sauti. Hapo ndipo al-Mousawi akatulia kwa sekunde chache, kisha akainua sauti yake kama mlipuko wa radi, akisema kuwa wanajivunia uamuzi huo ni kati ya heshima na uoga, kwani walichagua heshima, maana ni moja ya maamuzi ya kifahari zaidi katika historia ya upinzani. Wapo waliotikisa vichwa, wapo waliopiga makofi taratibu, na wapo waliokaa kimya wakihisi maneno yale yameingia moja kwa moja moyoni mwao, kwani al-Mousawi aliitaja operesheni ghalika ya Al-Aqsa ya Oktoba 7, 2023, siku ambayo Gaza ililipuka kama ishara ya mapambano. Aliongeza kuwa haikuwa mashambulizi bali kilio cha watu walioteswa kwa miongo, kwani watu wa Gaza wamesimama kama miamba, wanakabili moto kwa mikono mitupu, na wao si askari tu bali ni mashahidi wa ubinadamu. Wakaelekeza lawama kali kwa Marekani. Alisema Marekani inajifanya mpatanishi wa amani, lakini ni mshirika wa damu. Hotuba ya Donald Trump ndani ya Knesset ilikuwa ishara ya wazi, Washington si mtazamaji wa vita bali kinara wake. Sauti yake ilipanda juu zaidi, ikikatiza kelele za kamera na vishindo vya kalamu za waandishi, zikisema vita hivi si vya Israeli pekee, ni vita vya ukoloni wa Magharibi dhidi ya roho za mataifa huru. Wametaka kutuvunja, lakini hawataweza kutuvunja imani. Alieleza juu ya gharama za kusimama upande wa Gaza, ambapo alisema kuwa wamepoteza ndugu, wamehujumiwa kwa sababu hawapimi uhalali kwa bei ya mafuta bali kwa thamani ya damu. Ammar akaendelea, sauti yake sasa ikiwa ya kimya lakini ya kina, ikiwasha moto wa matumaini, ambapo walisema kuwa wanaona maandamano duniani kote, kutoka London hadi Jakarta, kutoka Cape Town hadi Buenos Aires, kwani dunia inaanza kuamka na watu wanatambua kuwa Gaza ni uso wa dhamira ya mwanadamu. Kisha akazungumzia Lebanon, taifa lake lililochoshwa na migawanyiko, akisema, ninajua wapo wanaotaka kufuta maneno upinzani kutoka katika siasa zetu, lakini ni taifa gani duniani linalojikana ukurasa wake mtukufu zaidi? Na maamuzi ya serikali dhidi yetu ni matokeo ya mikono ya kigeni, lakini sisi hatutatoa sadaka ya heshima yetu. Mwisho wa kunukuu.